Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mwingine tena namshukuru Mungu kutufikisha tena siku nyingine ya leo. Nipenda kushare na wewe kaka yangu, dada yangu na mmoja na ninasema mzaliwa wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza ni mtu aliyependelewa na Mungu, aliyechaguliwa na Mungu awe mzaliwa wa kwanza katika familia fulani. Mzaliwa wa kwanza amebeba hatima ya familia. Mzaliwa wa kwanza ni kiongozi katika familia. Mungu amemchagua, Mungu amemteua ili awe lango, awe baraka katika familia yake. Mzaliwa wa kwanza ameteuliwa na Mungu, amechaguliwa na Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka 13 mstari wa 11 mpaka mstari wa 12, neno la Mungu linasema, Bwana akasema na Musa, akamwambia, nitakasie mzaliwa wa kwanza, nitakasie wazaliwa wa kwanza wote, kila afugwaye tumboni katika wana wa Israeli, wa binadamu na wanyama ni wangu huyo. Ina maana hapo unaona mzaliwa wa kwanza Mungu anasema, anamwambia Musa kwamba kila mzaliwa wa kwanza wa mwanadamu na wanyama amtakasie, ni wake huyo. Ina maana mzaliwa wa kwanza ni wa Mungu. Yaani Mungu amekuchagua ili uwe mzaliwa wa kwanza katika familia yenu. Mzaliwa wa kwanza ni taa ili uongoze wanaokufuata. Kuna mambo mawili katika mzaliwa wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza, ukizaliwa katika familia inayomcha Mungu, inayomjua Mungu, inayompenda Mungu, ukakabidhiwa madhabahuni, utakuwa ni mwana wa Mungu. Yaani, sijui umenielewa hapo. Nikimaanisha kwamba wewe mzaliwa wa kwanza utakuwa katika njia ya Mungu, ukimwamini Mungu, ukimtumikia Mungu. Na ukizaliwa katika familia ambayo haifahamu Mungu, wewe mzaliwa wa kwanza unaweza ukarudi kule ukaanza kutumikia mizimu ya familia. Ukaanza kutumikia roho za familia. Ukazibeba wewe mzaliwa wa kwanza. Kwani hujawahi kusikia watu wamerisi vitu vya familia, kwa mfano mikoba ya uganga? Unakuta mzaliwa wa kwanza anarisi mikoba ya uganga, anarisi vitu vile vya mababu na mababu, kwa sababu wanajua mzaliwa wa kwanza ni kiongozi, mzaliwa wa kwanza ni mrithi. Ina maana kama mzaliwa wa kwanza ni mrithi, anarisi vile vitu vyote vya upande wa kule. Hiyo ni katika ulimwengu wa roho. Na mzaliwa wa kwanza katika Kristo, aliyezaliwa akakuta wazazi wake wanamtumikia Mungu, ina maana na yeye yule ni mzaliwa wa kwanza katika upande wa roho, kiroho, atarisi vitu vya ulimwengu wa roho. Utakuta anamtumikia Mungu, anampenda Mungu. Kama ana ndugu zake wadogo zake, anawahimiza kufanya vile Mungu impendezavyo. Unakuta anawafundisha neno la Mungu, anawaambia mwende katika njia sahihi ya Mungu. Hiyo ni upande wa kiroho. Tukirudi upande wa kimwili, mzaliwa wa kwanza amebeba hatima ya familia. Wewe mzaliwa wa kwanza ndio mkombozi wa familia yenu. Wewe ukiharibika, wewe ukifanikiwa, ndugu zako wamefanikiwa. Wewe ukiharibika, ndugu zako wameharibikiwa. Hujawahi kuona familia moja mzaliwa wa kwanza kama alikuwa ni wa kike akabeba mimba, unakuta mzaliwa wa pili, mzaliwa wa tatu, unakuta ilikuwa sasa ni roho ya kurithi. Dada alibeba mimba akazalia nyumbani, anayefuatia hivyo hivyo. Au kwa mfano kaka alibebesha mdada watu mimba, inaenda inafuata hivyo hivyo, inakuwa ni kama roho ya kurithi. Au kaka alishindwa shule, unakuta na wadogo zake wanaomfuata nao ni hivyo hivyo. Kwa sababu wewe mzaliwa wa kwanza, wewe ni lango. Unachokifanya wadogo zako nyuma wanakuangalia wewe. Na shetani alivyojua siri ya mzaliwa wa kwanza, anapambana sana na mzaliwa wa kwanza. Maana anajua mzaliwa wa kwanza ni taa ya familia. Kaka yangu, dada yangu, kama ulifahamu hilo naomba ulijue leo. Mzaliwa wa kwanza ni taa ya familia. Maana anajua mzaliwa wa kwanza akimharibia, ameharibu familia. Hata watakaofuata watastruggle sana. Kama kaka aliharibu, dada aliharibu, watastruggle. Lakini kama kaka alifanya vyema, wadogo zake, au dada alifanya vyema, wadogo zake wanaomfuata na wenyewe watafanya vyema, kwa sababu watakuwa wanaangalia dada anapambana,
dada anafanya hivi, acha na sisi tupambane. Kwanza ukifanya vyema, utawashauri, utawaelekeza na watakusikiliza. Na wewe mzaliwa wa kwanza pia una jukumu la kuiombea familia, jukumu la kuombea wadogo zako, kuwabeba katika maombi. Maana wewe umesimama katika pande mbili. Mzaliwa wa kwanza wewe ni baba, mzaliwa wa kwanza wewe ni mama. Endapo mama akiondoka katika familia, akifariki, wewe ndiye mama wanaokuangalia wadogo zako, wewe ndiye umebaki kama mama. Baba akiondoka, wewe kaka mkubwa ndio unahesabika kama baba. Kwa hiyo unatakiwa sana mzaliwa wa kwanza upambane. Wewe ndio ulibeba hatima ya familia. Wewe ndio uliyebeba malengo ya familia. Tukisoma tena katika Warumi 8:29. Neno la Mungu nasema, maana wale aliyowachagua tangu asili wafananishwa na mfano wa mwanamke ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Ina maana wewe uliye mzaliwa wa kwanza umekuwa miongoni mwa ndugu wengi, wale wanaokuzunguka, wale wanaokufuata, wote wanakuangalia wewe. Wewe ndio kaka, wewe ndio dada, wewe ndio wa kuwakomboa. Wewe ndio wa kuwafundisha njia nzuri, njia sahihi, njia ya Mungu. Kwanza, mzaliwa wa kwanza umebarikiwa sana na Mungu. Maana wewe ndio lango la baraka, lango la mafanikio, lango la amani, lango la upatanishi. Wewe ndio mpatanishi wa familia. Wewe ndiye mjenga upendo katika familia. Wewe ndiye mshauri katika familia. Kwa hiyo ukipoteza, na wengine watakuwa wamepoteza. Kwa hiyo wote wanakuwa kuangalia wewe kaka yangu, wewe dada yangu. Kwa hiyo tujitahidi sana tuwe wazaliwa wa kwanza wenye baraka na mafanikio katika familia. Tujitahidi sana kuombea familia zetu. Tujitahidi sana kuombea familia, kuombea ndugu, kuombea wadogo zetu. Na tukirudi tena nyuma pale kidogo, mzaliwa wa kwanza ukisoma katika kitabu kile cha Samueli, pale Ana na Penina walipokuwa Penina anamcheka Ana kwamba hana mtoto. Ana alipoenda kwa Heli alikuwa akilia sana. Mungu akamkumbuka Ana. Akampatia mtoto wa kiume, akamuita jina lake Samueli. Ana kabla hajapata mtoto alimwekea Mungu nadhiri, akamwambia Mungu, ukinipatia mtoto mimi nitamtoa madhabahuni pako, atakuwa mtumishi wako. Na kweli Samueli alipozaliwa, mama yake alimpeleka madhabahuni, akamtoa, akawa mtumishi wa Mungu. Alitolewa madhabahuni, na unaona matendo makuu aliyofanya Samueli. Hebu niambie, endapo Samueli angezaliwa akawekwa kwenye mizimu ya familia au kaambiwa mizimu, huyu mtoto ni wa kwenu, akamkabidhi mizimu, hivi unadhani yule Samueli, tachukulia mfano, yule Samueli angekabidhiwa kwenye mizimu, angefanya vitu vya kimizimu, yani angefanya sawa kama ambavyo Mungu alipewa Samueli akamtumia kiuhakika na kweli. Na huko kwenye mizimu upande wa pili angekabidhiwa kwenye mizimu, angefanya hivyo hivyo. Kwa hiyo mzaliwa wa kwanza unatakiwa kuomba kwa bidii, kukata kila connection zote mbaya. Haujui ulipozaliwa uliwekwa wapi. Waonda wazazi wetu wakujua thamani na faida ya mzaliwa wa kwanza. Walitolea wengine vibaya, tukakuta tumeanguka kwa makundi mabaya. Lakini unatakiwa kumwomba Mungu. Kitu kingine, nilifanya research moja. Ukienda kwenye Thoba House nyingi, ukizunguka Thoba House nyingi, kule kuna wazaliwa wa kwanza wengi, kwa sababu shetani aliona hatima yao ni njema, akaamua awaangamize. Unakuta ndio wana tabu nyingi. Fuatilia sana wazaliwa wa kwanza, ndio unakuta shida, changamoto nyingi sana zinawapata wazaliwa wa kwanza. Kwa hiyo wewe uliye mzaliwa wa kwanza, ama una mtoto wako ni mzaliwa wa kwanza, unatakiwa umuombee, umbebe kwenye maombi sana 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 na sana. Umuombee ulinzi, umuombee neema, mafanikio
Na ujiombee pia Mungu akufanye wa tofauti na wa pekee, akuinue uwe kiongozi wa familia mwema. Mimi yangu ndio hayo machache. Muwe na mchana mema. Usisahau kuomba sana sana sana. Amen.